Masai. Salama za kwako? Salama. Karibu. Jana ulifika salama? Karibu. Unaenda wapi na Ngerai? Ngerai ni nini? Ngerai hii. Huyu hapa ni mtoto wangu. Haturuhusiwi kuja na mtoto kazini. Sasa Masai, sio kwamba nimefanya makusudi. Huyu hapa mimi naingia naye afu nitamficha huko ndani. Mayu. Mekele jita. Bosi hakubali. Masai, subiri. Bosi akimuona amuoni. Mayu. Jakile jita. Mayu nobo. Jakile jita. Masai nisikilize. Mayu roi. Kanya bekele. Masai, njoo kama njoo. Engere Mayu. Masai. Usifanye hivyo, watasikia huko. Ona. Nitakuwa nakuwekea chakula kingi kwenye sahani. Alafu nyewe Masai mnapenda nyama mbichi. Kila siku nitakuwa nakuwekea kwenye sahani. Na sio Jakile jita. Ona. Sio kwamba ni swala la siku moja. Ona Masai, subiri. Na mshahara wangu nikipata mwisho mwezi na kununulia lita moja ya asali. Mayu, Jakile. Bosi atamuona. Namficha amuone. Nini? Na chakula ukilete. Na chakula nakilete. Mtoto umfiche vizuri, bosi asije akamuona. Hamna shida Masai. Hamna shida, nashukuru. Mwamkie Masai. Sobai, sema Sobai. Sema Sobai. Sema hivyo. Sobai. Bado mdogo haelewi. Masai. Karibu. Mpenzi wangu, toka nimeanza kuwa na wewe, najiona kama mwanamke mwenye bahati. Hivi unaona nilivyokuwa na furaha. Wewe uliona hilo? Kuna jambo unataka kuniambia nini? Mambo hata yaishi. Tukutana mimi na tunaishiwa mambo ya kuongea. Tuna mengi ya kuongea. Ila sasa na hata hivyo nataka nikupe habari nyingine nzuri ambayo itatuweka huru zaidi. Unajua mtoto nimemsafirisha, yuko kijijini kwa mama. Kweli? Kabisa. Yaani moja ya kitu ulichonifurahisha ni hicho cha kumsafirisha mtoto. Kwa sababu sipendi mambo ya watoto. Sipendi kitu kusikia mtoto. Sipendi kabisa. Sawa. Usijali. Tuachane na hilo. Jambo kubwa kabisa wa Mungu. Unajua kwa nini nimekuleta hapa? Yaani naomba uwe na amani, uwe huru, kwa sababu sio muda mrefu nataka uwe baba mjengo kama jina lako. Na kikubwa nadaiwa kodi kipenzi. Nadaiwa kama miezi 4 hivi. Nadaiwa kodi? Hapa. Ndiyo. Kwa hiyo unataka mimi nilipe kodi hapa? Na yule mume wako anafanya kazi gani? Yule achana naye yule. Angekuwa na hela kulipa. Kinachokufanya unakimbia nini sasa? Alafu unajua mimi sipendi wanaume waoge. Hebu tulia. Haya. Wewe, nini shida? Alafu bampenzi, wewe unaziogopa zile nywele zake au unajua hizo nywele zako zinamtisha mimi mpenzi wangu hapa? Wewe una shida gani kwani? Kila siku kazi kuniingilia, yani shughuli mimi ishafika katikati shanoga yani. Alafu unapenda kuingilia kati. Ndio tabia zako, ndio watu wenye nuksi mlivyo. Unajua bampenzi, hebu tumcheke kwanza. Unajua ana nuksi mpaka ananuka kama kivubasa. Usikia harufu mbaya hapa. Wewe nuksi zako wewe mbaya. Si unaona tunaongea mambo ya riziki. Yeye kaingia, alivyoingia ndo anaharibu hivyo hivyo. Wewe toka. Yaani hizo nywele zako zinatisha wapi? Una nuksi baba mpaka kwenye nywele. Wewe mstaki uniharibie shughuli hapa. Umenielewa eh? Sasa kama unajifanyia unatutumuka kwa hasira, naomba kodi humu ndani ulipe. Alipa sasa hivi. Toa hela. Kapumulie huko. Hai. Kapumulie huko, usitaki uniletea balaa hapa.
Masikini we. Baby, naomba tulia basi. Achana naye, si unaona? Hapa kwako. Kuwa na uhuru basi. Wewe si una mtu mwenye kapoza kama vile samaki wa Ziwa Nyasa. Mimi nataka mtu aliyechangamka kama wewe. Samaki wa majichumvi. Kipenzi. Hivi, mbona unaongea kirahisi hivyo? Hivi unatujua sisi wanaume? Yule angeweza kufanya tukio lolote baya hapa. Yaani sijui ndo nisemeje. Afanye tukio gani unavyomwona? Yaani alichojaliwa yeye, ule urefu na zile nywele anazozifuga. Sijui umenielewa. Kutafuta pesa pale hajui. Tukio hilo amfanyie nani? Afu mimi niko wapi? Sio kwangu mimi. Atatafuta mtu wa kumfanyia tukio. Sio mimi. Naomba ukae kwa kutulia. Sawa kipenzi changu? Wewe ni wangu. Mimi bado. Baby. Bado siko sawa. Baby hapana. Unajua ninavyokupenda. Sasa wewe si Majengo. Sasa kama jina lako, wewe ndo baba Mjengo. Kuanzia leo hii uweze kukataa bwana. Wewe kipenzi changu mimi. Unajua yule mtu kaondoka hapana hasira sana. Hamna bwana. Mama, tutanunua video kama ile kubwa. Mwanangu tutanunua. Yaani nikipata tu hela na kununulia hilo gauni lile nilokuahidi. Afu hilo gauni sasa ndio natafuta hela na kununulia video kubwa kama ile. Sawa? Jambo. Si jambo. Naona unapata chakula. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Shikamoo. Marahaba, ujambo? Poleni na masomo. Asante. Karibuni. Unaendeleaje na kazi? Mimi si jambo. Pole na kazi. Mungu mwema. Nilipokuwa kazini nimekukumbuka sana. Sasa wakati napita mahali nikaona kuna zawadi nzuri kabisa. Nimenunua zawadi nzuri kwa ajili yako. Nafikiri zitakufaa. Unafanya vizuri kazi yako. Nashukuru. Haya, ndio. Nafikiri ukifungua baadaye utaiona ni zawadi nzuri sana. Lakini nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Kama unavyoona hapa nyumbani, tangu umeingia hujamuona mama watoto. Ni kweli kabisa, sijapata bahati ya kuweza kukutana naye. Mji kama ulivyoona una watoto na nini, lakini kuna ukimya. Mama hayupo, anafanya kazi nje, yuko mkoani huko. Afanya shughuli zake Mbeya, yeye ni mwanasheria, yuko Mbeya huko. Huwa anakuja tu kipindi cha likizo. Sawa kabisa. Sasa nikaona ni vizuri tukazungumza kwa sababu kuna mambo yanapungua hapa. Anapokosekana mama watoto kuna vitu vinapungua. Lakini haya ni yetu mimi na wewe. Ni mazungumzo yangu mimi na wewe. Haipaswi mtu yeyote kuyajua. Ni yangu mimi na wewe. Kama tulivyosema tangu mwanzo kwamba utakuwa tusaidia hapa shughuli za hapa ndani. Nafikiri yapo mengi tu ambayo tunaweza tukasaidiana. Masuala ya kusaidiana tu. Natamani kwamba uzibe pengo hili ambalo mama anapokuwa yupo kazini. Tuwe kwenye mahusiano mimi na wewe. Ni letu mimi na wewe. Unasemaje? Lisikupe shida sana, lisikusumbue sana. Ni jambo la kawaida tu. Ni namna tu ya kusaidiana. Yaani hapo baba, nikijichukulia hata mtu mfano mimi mwenyewe, afu mume wangu afanye kitu kama hicho, sioni kama ni sawa. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na mume wa mtu na wala siwezi kuwa na mahusiano na bosi wangu. Nafikiri kama tulivyozungumza, namna tu ya kusaidiana. Wewe angalia tu namna gani tutasaidiana. Kwa kweli kuna mapungufu makubwa sana. Kuna tatizo lipo hapa. Nafikiri unaweza kulitatua wewe. Inawezekana litakuwa haliko sawa upande wako, lakini halina tatizo lolote. Ndio maana nimekwambia ni swala tu la kusaidiana.
achana na hizo tafsiri zingine kwamba si dada weje, ingekuwa wewe. Ni mazungumzo yangu mimi na wewe. Hebu liangalie hilo, namna nzuri ambayo unaweza kunisaidia, kama ambavyo nilichukua jukumu la kukusaidia wewe, kukupa kazi. Nini tena hii? Hii ni ya kwako bwana. Hii ni ya kwako, kaa nayo tu na endelea kulifikiria ili vizuri. Nafikiri tutazungumza, wala usijali kabisa. Nafikiri utakuwa na majibu mazuri utakapopata utulivu wa kufikiria namna tu ya kusaidiana kama nilivyokueleza. Hii ni ya kwako, kaa nayo, usijali, fikirie vizuri. Ninaharibika, mama wa mtoto mmoja. Kila asubuhi machozi na yaficha ndani, maswali mengi, majibu hayapo kwangu. Ukali wako unikata kama visu vya maneno. Hujali navyohisi, mradi mkono wangu toe. Ninapigania familia, si sifa wala shukrani. Wewe nuksi zako wewe mbaya. Si unaona tunaongea mambo ya riziki. Yeye kaingia, alivyoingia ndo anaharibu hivyo hivyo. Wewe toka. Sikwa nilisholeta mezani. Usinipime kwa pesa, pima mapenzi moyoni. Kwa ajili ya mtoto wetu, tafadhali nisikie. Nachelea ukose mapenzi yangu kwa sababu ya ukorofi wako. Usiku nikirudi nimechoka, una hata tabasamu. Maneno yako baridi kama dhoruba ya kimya. Stop, ishi hapo hapo. Tena kuhusu swala la mtoto, huyu mtoto sio wa kwako. Hata kama angekuwa wa kwako, nina uwezo wa kumpa baba mwingine. Naogopa kesho nikizidi kuumia. Nimechoka kupigana peke yangu, nahitaji mkono wako. Si masharti ya tamani. Nipende kwa roho, si kwa nilisholeta mezani. Usinipime kwa pesa, pima mapenzi moyoni. Kwa ajili ya mtoto wetu. Mama! Auntie! Baba! Kuna nini? Ukuje kuna mtu. Utakuwa umeona vibaya. Jamani, kuna nini huko? Mbona nasikia kuna kelele huko? Mtu? Huko. Wewe mtoto wewe. Hebu toka huko. Toka haraka. Jo. Toka haraka. Hebu toka haraka. Toka haraka. Hebu toka. Jo. Toka haraka bwana. Jo, hebu jo. Umekuja na nani hapa? Umekuja na mama. Umekuja na nani? Na mama. Mama yako yuko wapi? Huyo hapa. Huyu ni mama yako? Haya, sawa. Sophie, kacheze na mtoto hapo nje. Kacheze naye hapo nje. Ni kweli? Huyu ni mtoto wako? Ulikuja naye hapa? Unaona sasa? Nilichokuwa nazungumza kwamba hivi vitu ni kusaidiana tu. Umekuja na mtoto wako kijanja na una misimamo yako. Sasa sikulipi hata senti 5. Chakula ambacho alikuwa anakula huyu mtoto ndio mshahara wako. Na wewe mwenyewe utalipwa na misimamo yako. Chukua kila kilicho chako, uondoke na mtoto wako. Sitaki kukuona tena hapa. Hebu nenda. Nenda haraka. Unasubiri nini bwana? Hebu nenda. Toka bwana, nenda. Toka, nenda. Fanya haraka, nenda.
Kwenda huko. Maajabu haya. Mambo gani haya? Na usirudi hapa tena. Sije nikakuona kabisa. Walimwambia binti hawezi, wakamcheka binti wakamdharau, lakini ndani ya binti kuna moto, moto wa kubadilisha kesho. Binti, simama imara. Binti, dunia kikataa. Binti, macho juu angani. Binti wa korokoroni, leo na kuhadithi. Usiogope tena. Sauti yako ni silaha. Hata ukianguka